Ninakusalimu popote ulipo ndugu mtazamaji wa hichi kituo. Hujambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription na kulike video, kisha uwashe kengele. Bunge la Tanzania limemgeukia Samia. Hili bunge limekuwa likimtetea kwa muda mrefu, lakini sasa baadhi ya wabunge ambao ni machawa wamemgeukia Samia. Mfano, mke wa aliyekuwa rais Jakaya Kikwete, Salma Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga ambalo liko katika mkoa wa Lindi, amekuwa chawa mkubwa sana wa Samia. Mnakumbuka kuna kipindi ambapo wananchi walikuwa wanataka tume ya kimataifa iweze kuingia Tanzania kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya mwaka uliopita. Salma alikataa kabisa, akaanza kusema Samia amefanya makubwa, Samia amefanya maendeleo, hapaswi kuingizwa kwenye hayo mambo. Eti kila wabunge ndani ya bunge la Tanzania Samia amewapea maendeleo, barabara zimeundwa. Sasa kipindi ambapo tena ninamuona Salma analia eti kwamba barabara kwenye jimbo lake la Mchinga hazipo, ninashangaa. Kwa nini kipindi ambapo Watanzania walikuwa wanataka watu waunge mkono tume ya kimataifa iletwe, Salma alikataa na kumsifia Samia, kusema kwamba yeye ni mchapakazi, hata amepewa tuzo. Sasa hivi anasema eti kwamba jimbo lake la Mchinga halina hata barabara. Je, hawa machawa huwa wanakuwa kweli na kumbukumbu? Kwa sababu uwezi ukasema hili alafu dakika chache unasema hili. Kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali kwa ajili ya kazi. Hakuna mbunge yoyote humu ndani atakayesimama bila kueleza mazuri aliyoyafanya Mheshimiwa Rais katika jimbo lake. Ukienda kwenye barabara amefanya makubwa. A few moments later. Naomba hili Mheshimiwa utakapokuja kuhitimisha, ili ni muhimu. Sasa naenda kwenye jimbo langu la Mchinga. Kwenye jimbo la Mchinga naomba univumilie mwenyekiti. Kwa dakika moja. Na kuongeza dakika moja. Asante na kushukuru kwa hiyo dakika moja. Ukienda kwenye jimbo langu la Mchinga, kama siku zote ambavyo nasema, jimbo la Mchinga ni jimbo pekee ambalo nikisema hatimaye huko wataandika, waandike tu, mimi nimechaguliwa na wananchi kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Jimbo la Mchinga halina lami hata kidogo. Hata pale kilomita 1.2 kwenda kwenye shule ya wasichana imejengwa hivi karibuni. Leo napata taarifa daraja lile limesinki. Sasa huu ni ujenzi wa aina gani? Nataka hii barabara ijengwa, lakini nataka lami. Tunapozungumzia kuunganisha makao makuu ya mkoa, hatuunganiki sisi, jimbo la Mchinga limejifunga. Nataka Mheshimiwa Waziri, ukija hapa unipe uhakika jinsi ya kuliendeleza jimbo la Mchinga ambalo halina lami hata kidogo. Sasa kipindi ambapo umesikiliza hiyo kanda vizuri eti huyo Salma
Kikwete ndiye amewahi kuwa mpaka first lady, mama wa taifa kipindi kimoja. Alafu level ya uchawa yake haina kumbukumbu. Level ya uchawa wake ina yumba yumba. Kumbuka kwamba alikuwa anamsifia Samia kwamba ni mchapakazi, ni mtu mzuri, hana dosari, ni mtu mzuri. Hata nimefanya amepewa kitu ambacho kinaitwa zawadi, matuzo. Lakini tena huyu mwenye aliwahi kuwa mpaka mwalimu, mwenye amewahi kuwa mpaka first lady, hana kumbukumbu ya kukumbuka kwamba kipindi kimoja alituambia eti kwamba kwenye jimbo lake Samia amefanya makubwa, lakini sasa hivi unamsikia analia eti kwamba kwenye jimbo lake hamna barabara ya kuunganisha mkoa. Hasa mbona najiuliza, jamani, hawa machawa wakati mwingine wanapaswa kusema ukweli, sio kudanganya. Kama hichi kipindi ambacho alikuwa anatudanganya eti kwamba Samia amemfanyia makubwa, barabara, maendeleo kamwe, kochokocho kwenye jimbo lake, itawezekanaje sasa hivi tena amemgeuka Samia? Samia hajampea vijisenti vya uchawa ama vipi? Kwa sababu machawa ni wezi. Let me tell you, machawa kipindi kingi ni wezi. Wanachojaribu ni kuiba pesa za umma. Unajua hii serikali ya Samia bana inaendeshwa na machawa wengi. Kwa nini? Mnaelewa, hii wiki ambayo imeweza kuisha, Marekani iliweza kumpiga marufuku Mafuele asikanyage pale kwa kumpata na makosa ya kuwatesa wanaharakati. Sasa chuma chake Samia Suluhu Hassan kiko motoni, kinazidi kukaangwa kutokana na machafuko ya mwaka uliopita. Tayari mapendekezo yamekwisha wasilishwa kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mapendekezo kama vile hawa viongozi ambao walihusika kwenye machafuko ya mwaka uliopita wafungiwe biashara zao, watoto wao wafurushwe kutoka Marekani, wapewe vikwazo vya kutosafiri na wawajibishwe. Sasa kinachonishangaza ni kwamba serikali hii ya Samia ambayo inaendeshwa na machawa kama vile Salma Kikwete ambaye anamsifu rais sasa hivi, kesho kutwa tena amesahau kwamba amemsifu rais kwamba alikuwa amefanya jambo fulani. Sasa hii serikali ya Samia ambayo inaendeshwa na machawa wameenda wamemtafuta mtu ambaye anaitwa kuna mwanahabari kutoka Nigeria mwenye anaitwa David Hundeyin. Serikali ya Samia imeweza kumpea kazi aweze kuunda kanda ambayo ameiweka kwenye mitandao ya YouTube kwamba hapakukuwepo na mauaji ya mwaka uliopita, na kanda hiyo ameweza kuunda kwa lugha ya Kimombo. Ameeleza kwamba zile semi ambazo zinasemekana kwamba palikuwepo na mauaji Tanzania ya watu 10,000 ni uchochezi, watu hawakuuawa. Lakini cha kushangaza, huyu bwana amepewa kazi na amesema kwamba watu hawakuuawa, ili hali Chande alidhibitisha kwamba watu 518 waliuawa ama walijiua. Lengo kubwa la Samia kupea huyu bwana kutoka Nigeria hiyo kazi aweze kuunda kanda ya lugha ya Kimombo ni kutaka kujisafisha ili iweze kuonekana kwamba Tanzania mwaka 2025 kipindi cha uchaguzi hapakukuwepo na mauaji, machafuko, aswa baada ya Marekani kuandaa vikwazo ambavyo watampea Samia.
Lakini unajua Marekani ni taifa ambalo liko na intelijensia ya kubwa ya juu, ama intelijensia ya juu. Wanajua kila kitu. Hata wakijaribu kutafuta wanahabari wa kimataifa waunde vijikanda vya kusema eti kwamba hapaku kuwepo na machafuko, haiwezi kabadilisha chochote. Itafika tu mahala ambapo akina Samia watawajibishwa. Kwa hivyo mimi nilikuwa naelezea hali ya uchawa. Hawa machawa wanazidi kumkamua Samia. Anawapea wanamsifu, asipowapea wanamgeukia. Sasa kama Salma alimsifu kipindi kimoja akisema kwamba Samia amefanya maajabu, ameunda barabara, maendeleo kabambi, maendeleo chungu nzima kwenye maeneo bunge, lakini tena anageuka na kusema kwamba hakuna maendeleo kwenye bunge lake ama kwenye jimbo lake. Ni jambo la kushangaza. Unaweza ukasema nini kuhusu hawa wabunge ambao ni machawa, hawajielewi kila ambacho wanazungumza bungeni? Leo wanazungumza wakimtetea Samia, kesho wanamgeuka. Sema nasi, mimi wako Bwana Ezra. Hakikisha kwamba una subscribe. Asante sana.